Karia fai na nini na nini. Yanajitokeza muda wote. Sidhani kama ni kwenye uchaguzi peke yake. Anytime inaweza kujitokeza. Kwenye uchaguzi anaweza kujitokeza, ni muda wote tu. Sawa. Tukizungumzia the issue at hand. Kwanza kabisa mimi naamini hizi ni propaganda tu. Hizi za simu. Yes. Okay. Cheap propaganda kwa sababu siku zote tabia ya kitu ndio itakupa mwelekeo kuhusu commitment ya watu kwenye hicho kitu husika. Ndio maana hata kwa mfano Mwalimu Nyerere kwenye hotuba zake, kwa mfano akiwa anazungumzia azimio la Arusha, kuna hotuba moja anasema kwamba tuliangalia tabia za viongozi tukaona kabisa haziendani na yale tuliyozungumza kwenye azimio la Arusha. Kwa hiyo tukajua kabisa kwamba azimio la Arusha dead on arrival ama limekufa natural death. Kwamba Mwalimu Nyerere alizungumza yale baada ya kuobserve viongozi na yale ambayo walizungumza kwenye azimio la Arusha. Akaona hivi vitu haviendani. Sawa. Mimi kuna baadhi ya vitu naviangalia. Kwanza kabisa ni watu ambao wanaleta hizi story. Kutumia ni watu ambao wengi wao siwezi kuamini kwenye taarifa ya namna hiyo, kwa sababu wao taarifa hiyo wameitoa wapi? Sisi wengine hatuna taarifa kama hiyo. That's one. Pili, huwezi kupata taarifa, watu hawezi kupata taarifa kwa wakati mmoja. Yaani wote tuko pamoja, kwa sababu kamanda wewe kwa sababu hujapata basi mimi nisipate. Haiwezekani. Haiwezekani. Watu wanapata taarifa. Na pia inategemea unafanya uchunguzi kiasi gani. Lakini pia kuna ukubwa wa taarifa. Unajua taarifa kama hiyo ni kubwa unajua viongozi wa mpira, especially viongozi wa vilabu, kwa sababu hii ni propaganda inayoendeshwa na baadhi ya viongozi wa vilabu. Wala sio jambo la kupepesa macho. Kuna movement ambayo wewe ukifungua macho yako vya kutosha unaweza ukaiona hiyo movement. Na wewe ukifungua wewe unaona ni movement ya club gani? Mtu wote mwenye akili na macho ya kuona anaona. Hahitaji mimi niseme ila hiyo club ipo. Sema tu kwa sababu yani fungua tu, kwa sababu sisi lengo letu pia hapa ni kunyosha tukomboe mpira. Watu wanaotusikilia mimi sina lengo la kukomboa mpira. Kamanda, mpira wetu hauna shida ya kukombolewa. Mbona mpiga simu hatajwi? Hilo unataka kamanda ataje? I know na hiyo si club tu mpiga simu, lakini all I'm trying to tell you ni kwamba viongozi wa vilabu vyetu vikubwa kuna neno moja la Kiingereza gullibility, yani mtu ambaye yuko gullible. Kwa mfano nikisema wewe kwamba Juma you a gullible person, maana yake wewe ni mtu ambaye unaweza kushawishika kirahisi kwa kitu chochote kile. Majority ya mashabiki wa mpira wetu they are gullible people. Ni watu ambao wanaweza wakauziwa taarifa yoyote ile kwa sababu ya maslahi ya watu na wakaichukua ile taarifa. Sawa, wakifeli kurubuniwa, kushawishiwa, you are easily convinced. Ndio neno ambalo nataka watu walichukua. Sawa. Kwa sababu unakumbuka, mimi nitakutolea mfano mmoja mwepesi. Sawa. Unakumbuka wakati unacheza interview ya mzee Msumi hapa, yule mzee wa Yanga alikuwa anasema wataenda mahakamani. Ndio. Unakumbuka mifano yote aliyoitoa, ambayo mimi kila mfano aliyoutoa akijaribu kujustify wao kwenda mahakamani, mimi nilifafanua na nikaonyesha ni mahali wapi gani ambako mzee Msumi ule mfano aliyoutoa haukuwa sahihi. Sawa. It's the gullibility ambayo mashabiki wetu wa mpira wanayo, kwamba vitu wanavichukua kama vilivyo tu bila ku reason kiurahisi. Kwa sababu leo hii kwa mfano mtu anakuambia kwamba serikali haimtaki Karia, inamnyoa. Sasa lazima ujiulize kwamba why kwa hiyo serikali imedumu na Karia kwa miaka karibu 8 sasa hivi, haikuwa na shida yoyote. Hiyo shida ije kuonekana sasa hivi leo. Sawa. Labda sasa watu wanaanza kuona huyu Karia toka uchaguzi uliopita watu wamemsifia kulikweli kwamba yeye amepreside katika urais wake one of the best periods of all time katika historia ya mpira huu. Nani kweli, kwa sababu ukiondoa exception ya Simba kufika nusu finali mwaka 74 na Yanga kufika robo finali mwaka 65 na Simba kufika finali mwaka 93, hakuna any other period ambayo mpira wa Tanzania umepata mafanikio all around. Sawa, kama kipindi hiki ambacho Wallace Karia amekuwa kiongozi. Kwa hiyo how comes mtu akutengenezea mazingira kwamba kwa sababu labda dabi iliahirishwa watu wakaitwa na rais. Kwa hiyo haya yote tunayoyasikia
chanzo chake ni mechi kuahirishwa, ndio Karia atakiwa ajiuzulu, kwa sababu kuna tragedy gani kubwa ambayo imetokea kwenye mpira wa Tanzania ambayo inahitaji wale Karia leo hii. Hiyo ya dabi na endorsement. Hizi endorsement ambazo tuliwahi kuzijadili toka uchaguzi uliopita, hata kakaa kimya. Sasa hivi ndio watu wanakuja kuibuka tena. Ndio hapa tunapokuja kwamba watu wako galibu. Kwa mfano katika hivi vyanzo hivi, especially hivi vyanzo vya nje. Maana yake kwangu another weird thing ni pale ambapo chanzo cha nje kinakuwa kina taarifa nyingi kuhusu ndani kuliko watu walioko ndani. Yaani wewe hii Juma, haiwezekani mimi kijijini kwenu wapi? Sigimbi. Haiwezekani mimi nikawa na taarifa za kijijini kwenu kuliko wewe. Sawa, inawezekana labda kuna mtu kaondoka kijijini kwenu mwaka 87. It's quite possible mtu ambaye anasafiri kwenda kijijini kwenu lakini atoki huko akawa na taarifa za kijijini kwenu kuliko huyo mtu. Lakini sio wewe ambaye kila mwisho wa mwaka lazima uende. Sawa? Kuna watu waliwahi kuibua taarifa hapa kwamba kuna kiongozi mkubwa wa mpira Tanzania anachunguzwa na FIFA miezi kama 3 iliyopita. Sawa, hii taarifa watu wengi walikuwa wanapiga simu kuuliza nini kilitokea kwenye taarifa. Sasa uchunguzi si unaweza kuwa unaendelea hata miaka 5 huko. Unaendelea mpaka leo. Uchunguzi hauwezi kuisha mwezi mmoja kama. Inawezekana hata Karia anaweza akanyolewa mwakani au mwaka ujao hivyo kama uchunguzi. Lakini point yangu ya msingi ni kwamba kwangu mimi hizi ni propaganda ambazo zinaendeshwa na vilabu vikubwa kwa maslahi yao, kwamba kuna kitu hawafurahishwi nacho kuhusu Karia, na ndio maana hizo kelele zimekuwa na muendelezo. Unaweza ukapima kuanzia wakati ule mpaka huu, ni propaganda tu zinaendelea. Ni sawa kama kiongozi akipishana na taasisi ama klabu mojawapo kubwa hizi. Mfano kama sasa hivi kawaida tu inaonekana TFF ya Karia hawako sawa na Young Africans. Je, ukiwa hauko sawa na upande fulani wowote tu, hata wakati ule unajua kama Rich, si kama mnakumbuka, lakini hata huyo Malinzi chokochoko zilianza pia, ukiachana na hayo matatizo mengine ambayo yalikuwa kwenye mamlaka, tunaziachia mamlaka. Lakini watu pia wa Simba wakati ule hakuwa nao, watu walianza kwamba kama anawaonea sana. Je, usipokuwa sawa na upande wote kati hizi timu mbili, unapaswa kuiachia watu wengine waendeleze gurudumu? Kwanza ni mimi naamini kama mtu ana haki. Kama mtu ana haki na anafanya mazuri, hata ukimhukumu vipi huwezi kumpata na hatia. Na hii habari ya Karia imekuwa reported nje ya Tanzania, si ndio? Yes. Nje ya Tanzania hakuna mwandishi wa Tanzania ambaye jana ujuzi au leo ameripoti habari critical kama hiyo zaidi ya waandishi wa nje. Hao waandishi wa nje wamepata vipi hiyo habari? Maswali hayo. Na mpaka hao watu wapate habari ya waandishi means aliyempigia simu Karia inawezekana ndo amempa huyo mwandishi habari, au aliyepigiwa simu kwa maana ya Karia ndo amempa hizo habari mwandishi, kwa sababu mwandishi haiwezekani aote kwamba Karia kapigiwa simu. Inawezekana aliyepiga simu au aliyepigiwa ndo kafanyaje? Katoa. Sasa tujiulize, simu kama imepigwa, hofu inatoka wapi kwa Karia? Kwa sababu unajua hofu inakuja pale ambapo umefanya madudu. Lakini kama hujafanya madudu, umefanya mazuri, means huwezi kuwa na hofu, kwa sababu Jeff, tusubiri nimekupa nafasi, naomba na mimi niongee. Tujiulize kwamba kama Karia hajafanya madudu, hiyo hofu inatoka wapi? Na wewe umeiona na Karia na hofu. Kwa sababu hofu inayotokea ukimsikia Juma wakati ana introduce amesema kama halipo basi linakuja, kwamba hizi simu mara nyingi sana huwa zinapigwa kipindi cha uchaguzi. Mizi ni hofu kwamba huyu mtu anaweza kafanyaje akanyolewa. Ndio maana nimesema kama Karia amefanya mazuri, hofu ni ya nini? Kwa sababu
amekamilika kwenye kila idara. Juma, ndo maana sasa zile Hansi akasema ukimpata Karia itapendeza zaidi, kwa sababu swala la hofu nimemtumia message lakini linakuwa yuko kwenye kikao ameniambia. Mwenye hofu mwenyewe ndo anatakiwa aseme. Yaani wewe ukasema mwingine ana hofu afu hujajua kama ana hofu. So ninachojaribu kuona ni kwamba kama kuna hofu means kuna shida sehemu. Kuna shida sehemu. Yaani zamani Juma, wakati tuko nyumbani sasa tukiwa wadogo, ukijua umefanya kosa, ukirudi nyumbani tu inawezekana ukalala saa 2. Ukilala saa 2 ukisikia mzazi anakuita unajua kazi ninayo, kwa sababu umefanya kosa. Lakini kama hujafanya kosa, mzazi akikuita unajua ni jambo la heri. Hofu inakuja pale ambapo unajua kuna tatizo liko behind. So kama Karia ni mnyofu wa kipindi chake, amefanya mambo yake vizuri, hakutaki kuwepo na hofu. Simu zitapigwa, lakini Mwamba ataendelea kubaki kwa sababu hana shida, hajafanya matatizo yoyote. Ila mimi najaribu kuwaza zaidi, na kupitia vyanzo vyangu mimi kuna baadhi ya vitu maybe unaweza ukawa umevisikia, umevipata na nini. Katiba ya TFF ilifanywa marekebisho mwaka 2019. Unakumbuka? Vizuri kabisa. 2019. Na moja kati ya mabadiliko ambayo yalifanyika ni pamoja na uongozi, vipindi vya uongozi kubadilika. Nakumbuka hiyo. Nilikuwepo. Kwa sababu sera ya nchi inaruhusu kuongoza vipindi vitatu visivyovuka miaka, vipindi vitatu visivyovuka kwenye nchi miaka 9, si ndio? Hans. Si miaka 9 au? Hiyo ni tuweke sawa mzee wangu. Vipindi vya nchi kwenye uongozi wa nchi ama uongozi wa nini? Wa kimpira. Na umesema sera ya nchi. Yani niseme sera ya michezo ya nchi. Sidhani kama kuna sera ya michezo. Labda irudie tena tuelewe vizuri. Changanya Hans. Okay, kwa maana ya kanuni labda BMT, Baraza la Michezo la Taifa. Nadhani utakuwa umenielewa. Sio ya uchaguzi wa kina Mama Samia, hapana. Kwa upande wa michezo, vipindi vitatu ambavyo havipungui miaka mingapi? Kamanda, mbona kama miaka 9. Ilikuwa ni miaka 2. Mngenisikiliza kwanza. Ilikuwa ni 2. Bila kusikiliza ile kamanda ni kama anajaribu kuelewa ile. Mngenisikiliza. Na unakumbuka marekebisho aliyofanyika ni yapi? Ndio utuambie sasa ili tuweke sawa. Kumbushe. Ina maana tumetoka miaka 9 mpaka 12. Vipindi vingapi? Vipindi vitatu. Na maana uliongezwa mwaka, si ndio? Unaelewa Juma? Hans, mwanzoni tulikuwa na vipindi viwili, tulikuwa na vipindi viwili vya miaka 4. Ndio. Ushaelewa? Yaani kwamba tunasema ni miongo tuseme mtu akiingia madarakani. Unaona kama sisi unaona huu mfumo wa nchi. Nchi inaruhusu viongozi miaka 5 mara 2 tu. Awamu 2, tulikuwa na awamu 2 ya miaka 4. Marekebisho ni wasomee kumbukumbu hapa. Na isoma kwenye gazeti la Mwanaspoti. Mwaka gani? Hii ilikuwa ni Jumapili Disemba 22 mwaka 2019. Yes. Na imekuwa updated on May 7, 2021. Ambao ndio kwenye uongozi uliomuingiza sasa kwenye nani ndio. Kwa mara yake ya kwanza au? Ndio. Headline inasema mabadiliko ya katiba TFF yapita kilaini. Mkutano mkuu wa shirikisho la soka nchini TFF ulifanyika jana Jumamosi, huku mabadiliko ya katiba ndiyo yakipewa kipaumbele zaidi. Mkutano huo ulioanza saa 3 asubuhi na kumalizika saa 7 mchana kwenye ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania BOT jijini Dar es Salaam ulihudhuriwa na wanachama wa shirikisho hilo kutoka vilabu, vyama vya soka vya mikoa na vinginevyo. Mkutano huo ulihudhuriwa pia na naibu waziri. Kamanda, ungetusomea lile eneo la miaka, changes ile ya miaka kama unayo kwenye hiyo katiba yako ili tunasema taarifa. Unahisi nachelewa au? Of course no, kamanda mwache asome. Mwache asome ili tupate nani. Nasoma with clarity. Manake Hans katoa kutuambia hapa habari za sera. Kwa hiyo ni document kama hizi ndo zitatupa. Sawa twende kama unataka tufanye skimming au scanning. Nilikuwa mimi najaribu nilichokuwa tufaidika.
Ni kweli, lakini nilichokuwa najaribu kukuambia tu ni kwamba word for word ili watu waelewe. Of course nilichokuwa najaribu na mimi, hoja yangu ya msingi ni kama ulitaka kutuweka sawa kwenye ile miongo ya uongozi. Ungetusomea hapo awamu za uongozi. Tutafika. Mkutano huo ulihudhuriwa pia na naibu waziri wa Wizara ya Mambo ya Nje, Dr. Damas Ndumbaro, mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa, BMT Lord Gatenga na wadau wengine walioalikwa ambao sio wanachama wa shirikisho. Baada ya kumalizika kwa hotuba zote za rais wa TFF na Dr. Ndumbaro, ajenda kubwa zilizokuwa zikisubiriwa na wadau hao ni mabadiliko ya katiba na mapato na matumizi kwa maana ya bajeti ya fedha ya shirikisho. Mabadiliko ya katiba. Mkutano huo ulifanya mabadiliko ya katiba kwa mujibu wa maelekezo ya shirikisho la soka la kimataifa FIFA. Very important kuelewa hapo kwamba haya mapendekezo, maana mtu anaweza kutengenezea picha kwamba haya mapendekezo yalifanywa kwa utashi wa mtu binafsi. Sawa? Lakini hapa kwa mujibu wa taarifa ya Mwanaspoti tunaelekezwa kwamba mkutano huo ulifanya mabadiliko ya katiba kwa mujibu wa maelekezo ya shirikisho la soka la kimataifa FIFA, ambapo imeelezwa cha kwanza kitakachofanyika ni kubadilisha kanuni, huku mambo mengi yakiendelea kufanyika wakati zinarekebishwa. Tulikuwa na ajenda ambayo ipo siku zote, lakini wakati mwingine isiwe na utekelezaji kwa sababu mabadiliko ya katiba ni ajenda iliyokuwepo kwenye mkutano mkuu. Ajenda zimejadiliwa kikatiba, alisema Karia, ambapo wajumbe wa mkutano mkuu waliridhia mabadiliko hayo. Katika mabadiliko hayo yamepunguza kiwango cha wajumbe wa mkutano mkuu na wa kamati ya utendaji, lakini yanaongeza nguvu zaidi ya utendaji kwa makatibu wakuu, na kwa maana hiyo hawatakuwa wajumbe wa mkutano. Tulikuwa na kanda 13 zinazowakilishwa kwenye mkutano mkuu, lakini sasa hivi zitakuwa 6. Kwa maana hiyo mjumbe wa kamati ya utendaji huwezi tena kuwa msimamizi wa ligi, hivyo makatibu watakuwa na nafasi kubwa ya kusimamia mpira. Tutakachokifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba kanuni zinabadilishwa ili ziwataje wao na kuangalia jinsi gani zinawawezesha kufanya majukumu yao. Tutakuwa na mafunzo ya mara kwa mara juu ya kuzifahamu kanuni hizo, inaweza kuchukua mwaka mzima, lakini huku baadhi ya kanuni zikiendelea kufanya kazi kuanzia sasa. Tunapobadilisha katiba ni lazima ipate muhuri kutoka kwa msajili, na tumeshirikiana vizuri tu, ndio maana tunasema kuna mengine kwa mujibu wa kanuni yataanza leo na kuendelea. Sawa? Kuna sehemu nyingine hapa ambapo kuna taarifa nyingine nao ni ya Mwanaspoti ya mwaka jana, ambapo Karia amenukuliwa akisema bado nipo sana TFF. Sawa? Na anasema miaka 7 ya uongozi wake. Hapa ilikuwa ni mwaka jana Machi 7. Alikuwa ameongoza kwa muda wa miaka 7. Kwa hapa ni wa 8. Huu mwaka ni wa 8 huu. Kama ulikuwa haujui, basi elewa kwamba Karia aliingia TFF akiwa na mikakati mizito ya kuendeleza soka la Tanzania ambalo kwa sasa linatamba Afrika. Kuna natafuta sehemu ambayo by the way pia ilikuwa ni brief nzuri kamanda. Nataka kamanda tutafutie hiyo sehemu ya miaka ya mabadiliko. Nimeipata. Mimi nanukuu maneno yake. Mimi ni kiongozi. Mwaka jana nimetimiza miaka 60. Kwa hiyo kwa maana ya umri wa kustaafu kiserikali nimeshafikisha. Sasa kutokana na katiba mpya ambayo tulibadilisha, hiki ni kipindi changu cha kwanza kati ya vitatu. Nazungumza hivi kisheria. Hata Infantino hiki ni kipindi chake cha pili. Mungu akinipa uhai nitakapomaliza vipindi vyangu vitatu, sitaendelea tena, nitamwachia mtu mwingine, anasema Karia. Means miaka 12. Unaelewa? Yaani awali kabla ya mabadiliko ilikuwa ni vipindi vitatu, miaka mitatu. Ilikuwa vipindi viwili, miaka 4. Kwa hiyo jumla miaka 8. Miaka 8. Ukimaliza 8 unaacha. Yaani sawa sawa. Kwa hiyo sasa unaruhusiwa kugombea vipindi vitatu kwa maana 12. Miaka 12. Kwa marekebisho ambayo yalifanyika. Ambapo Karia ameshakaa vipindi viwili. Usi ndo mwaka wake wa 8. Means tena yule vipindi viwili. Karia hajakaa vipindi viwili. Mimi kwenye hilo hiki ndo kipindi cha kwanza kwenye ile Bwana Juma 12. Naomba nimalize. Mimi kwa taarifa ambayo nayo, kwa taarifa ambayo mimi nayo. Hapo sawa. Inasemekana kuna mwanasheria ambaye amepeleka malalamiko yake kwenye Wizara ya Michezo. Kwa hiyo nimefanikiwa kupata namba yake. Tunaweza tukampigia hapa atusaidie ku explain. Lakini
Rich, wakati Hansa anamtafuta Karia aliingia kwenye kipindi cha miaka 4 ya katiba iliyokuwa ya mwanzo ambayo ilikuwa chini ya nani? Ya Malinzi. Jamali Malinzi. Kwa hiyo yeye alivyotumikia ile miaka 4, manake amefanya miaka 4 kwenye uongozi wa kwenye katiba ya mtu mwanzo, yes. Alipobadilisha katiba iliyoanza 2000 hiyo na 21, sasa anaanza kwenye mwaka wa kwanza. Kwa hiyo kwenye awamu ya kwanza. Ya kwanza hii akirudi ni ngapi? Anabakiza moja. Ambayo ndio itakuwa 12 ambapo atakuwa amaliza vipindi vyake vitatu. Wakati tuko sawa. Wakati mwanasheria anatafutwa, kuna mwanahabari mwenzetu ambaye ana kitu very curious hapa amekiposti. Ndio. Nimeshawishika. Nani? Ndugu yetu Saleh. Okay, ndio. Veteran journalist huyo. Alafu baada ya hapo sasa ukishasoma hiyo tutamsikiliza Mbete Msola. Yes. Sawa. Anaandika tayari, hii ni Instagram post ambayo ameipost 17 hours ago. Ndio. Anakuambia tayari kuna taarifa kadhaa kutoka katika vyombo mbalimbali nje ya Tanzania kwamba kuna ujanja unafanywa kwa ajili ya kumuondoa madarakani Wallace Karia. Inaelezwa eti serikali ndio imeamua. Wajanja wanataka kutumia mwanya wa njia ya mkato waingiza watakao madarakani kwa faida ya mfanyabiashara mmoja tu. Serikali haiwezi kuingilia masuala ya soka na hakuna kokote inaonyesha TFF imekosa au kuyumba. Acheni kuwatisha viongozi wa TFF kwa kuisingizia serikali kwa manufaa yenu. Mlio na nafasi serikalini lazima mjue ni dhamana, msitumie vibaya kwa kuwasingizia viongozi wakubwa kwa faida zenu binafsi. Maslahi ya nchi yatangulie. Msigombanishe serikali na FIFA kwa kuwasingizia viongozi wa juu wa serikali. Waacheni TFF wafanye kazi ya kuendeleza mpira. Nadhani Kamanda Jembe pia baadaye tumtafute. Kamanda tuko na Advocate Nziku. Advocate. Naam. Unazungumza na Crown Media hapa, kuna baadhi ya vitu tunataka kuvisikia. Maana tunasikia kuna malalamiko umepeleka kwa waziri wa sanaa na michezo. Bwana Juma hapa tutapiga story hapa uweze kutuambia zaidi. Advocate, bila shaka kama Hansa amekwambia, tuanze tu malalamiko ambayo umeyapeleka BMT kama kwa maana baraza la michezo. Hoja ya msingi tuanzie hapo ni kitu gani? Juma atusikie. Malalamiko kwa waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, na malalamiko yangu yamejikita moja kwa moja katika kulalamikia uhalali wa kifungu cha 37 kifungu kidogo cha 3 cha katiba ya TFF ambayo ilifanywa marekebisho mwaka 2019. Nimekwenda kuhoji ama kulalamikia kuongezwa kwa kipindi cha rais wa TFF kuongoza kwa miaka mingi kinyume na utaratibu uliokuwepo kabla ya mabadiliko ya katiba hiyo 2019. Kwa sasa ukitizama mabadiliko hayo ya katiba katika kifungu cha 37 kifungu kidogo cha 3, ukomo wa rais wa TFF wa kuongoza umewekwa, ataongoza yeye pamoja na ile kamati kuu tendaji ya Excom. Wale wote wataongoza kwa muda wa miaka 4 kwa vipindi vya awamu 3. Kwa hiyo inakwenda kutengeneza miaka 12. Wakati awali ilikuwa miaka 3 kwa awamu 3, kwa maana miaka 9. Kwa hiyo nimekwenda kuhoji kwamba mabadiliko hayo yanakinzana na kanuni nyinginezo zinazotumika kuongoza mpira wetu pamoja na sera ya maendeleo. Ukiacha katiba ya TFF, tunazo kanuni ambazo zinapaswa kufuatwa kabla ya kubadilisha kitu chochote kwenye katiba. Kanuni ya kwanza ni kanuni ya usajili wa vyama vya michezo ambayo ni kanuni namba 422 ya mwaka 1999, na ya tatu ni sera ya maendeleo ya michezo, sera ya mwaka 1995 ambayo iliwekwa na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo chini ya wakati ule hayati Profesa Philemon Salungi mwaka 1995. Na sheria nyingine ni sheria ya Baraza la Michezo Tanzania ambayo inasimamia
masuala yote ya michezo pale BMT. Kwa hiyo sheria zote hizi ukiacha katiba inataka kwamba mabadiliko yoyote ya katiba yanayofanyika yazingatie kanuni na sera ya maendeleo. Kwa hiyo ukitizama kanuni ya usajili wa vyama vya michezo ibara ya 11, kanuni ya 11, kanuni ndogo ya 3D inasema kwamba msajili wa vyama vya michezo anao uwezo wa kukataa mabadiliko ya kifungu chochote katika katiba kama mabadiliko hayo yaliyoletwa yanakinzana na sera ya michezo, yanakinzana na sheria za baraza la michezo, ama yanakinzana na hizi kanuni. Kwa kifungu cha kanuni ya 11, kanuni ndogo ya 3 ya kanuni za usajili wa vyama vya michezo namba 422 za mwaka 1999 zinaweka takwa la lazima kwamba haruhusiwi mtu yoyote kubadili katiba ya TFF kama badiliko hilo linakinzana na kanuni. Ziku, naomba nikukatishe kidogo. Naam. Katiba ya vyama vya michezo, vyama hivi vya michezo ikiwemo TFF, katiba hizi zote zinasajiliwa na msajili na zote zinapigwa muhuri pale BMT, sio? Naam. Bila shaka wakati mabadiliko haya yanafanyika mwaka 2019 msajili alipitisha na alisaini katiba ya TFF. Ni sahihi. Nani sasa mwenye makosa hapo? Asante. Makosa wanayo pande zote mbili. Nikianza na TFF. TFF kama watu waliopeleka kwa mheshimiwa msajili wa vyama vya michezo mapendekezo ya kubadili katiba, wana makosa kwa sababu walipaswa kujionya ama kufanya research katika sheria nyinginezo kabla ya kupendekeza mabadiliko. Sheria za wapi? Nyinginezo za wapi? Zinazosimamia mpira wetu kwa maana ya kanuni, ukiacha katiba, kanuni za usimamizi, usajili wa vyama vya michezo. Kanuni ya 11 kama nilivyokueleza inasema kwamba kabla chama cha michezo hakijaamua kuanza kufanya mabadiliko ya katiba, wanatakiwa wao chama cha michezo ambao sasa ndo hii kwa mfano hawa TFF, watu wengine wote vyama mbalimbali, wanatakiwa wahakikishe kwanza mabadiliko wanayokwenda kuketi kwenye mkutano mkuu, ile mkutano waliokutana 2019, je, hayakinzani na hizi kanuni na sera ya maendeleo? Wao walijua kabisa vinakinzana, lakini wakainitiate mabadiliko. Na walipoenda kwa msajili kapewa mamlaka kama nilivyosema ya kukataa, lakini msajili naye ana makosa kwa sababu kajiongoza vibaya, ameshindwa kutumia mamlaka yake ya kikanuni ya kukataa mabadiliko yale kwa sababu hayaendani na kanuni na sera ya michezo. Kanuni zetu na sera ya michezo vinasisitiza kwamba yasifanyike mabadiliko ya katiba katika kifungu chochote kama mabadiliko hayo ni kinyume na sera ya michezo, ni kinyume na kanuni za usajili wa vyama vya michezo, kitu ambacho ndo kipo mezani kwa sasa. Kwa sababu kanuni, ukitizama kanuni za usajili wa vyama vya michezo, ile aya ya 5.2.3 inasema hivi: muda wa uongozi katika vyama vya michezo au kina TFF wako inclusive uzingatie kanuni kwa maana ya kipindi cha miaka 3 mara 3 kwa awamu 3 inayotengeneza miaka 9. Hilo limeandikwa kabisa kwenye kanuni. Na sera ya michezo pia ukienda kuitizama ile aya ya 7.1.2 imesisitiza sana kwamba muda wa uongozi katika masuala ya vyama vya michezo uzingatie kipindi cha ili kuepuka umilikaji wa madaraka, utakwenda kwa muda wa miaka 3 mara 3. Kwa hiyo katiba imekwenda kubadilishwa ikipuuza kwa maelezo yako bila shaka utamshtaki na msajili wa vyama. Exactly. Na ndio maana katika barua yangu nimemwandikia waziri, lakini nimepeleka nakala kwa msajili wa vyama vya michezo na nimepeleka nakala kwa katibu, lakini ndani ya barua yangu nimemlalamikia msajili wa vyama vya michezo, nimewalalamikia TFF, halafu nimemuomba sasa waziri kwa mamlaka alionayo kikanuni achukue hatua. Na kabla, msajili wa vyama yuko chini ya nani? Msajili wa vyama vya michezo pale BMT anawajibika kwa waziri. Ukisoma ile kanuni ya 11, kanuni ya 3E, ukisoma kanuni ya 11, kanuni ya 3E ya kanuni ya usajili wa vyama vya michezo namba 422
ya mwaka 1999 msajili wa vyama vya michezo anawajibika kwa waziri mwenye dhamana. Nani ni waziri mwenye dhamana? Waziri wa utamaduni, sanaa na michezo. Na TFF wanapaswa kufuata mtiririko wa kiuongozi uliopo FIFA na CAF kwa mtiririko, au wanapaswa kuzingatia zaidi sera ya michezo ya nchi inavyosema? Katika sheria zetu tunapaswa kuzingatia sera na kanuni za nchi kwanza kama kipaumbele, kwa sababu kama sheria za FIFA pekee zingekuwa zinatosha kutuongoza, manake kulikuwa hakuna haja sisi kama nchi kuwa na sheria zetu na kanuni zetu. Zingetosha tu basi kanuni za FIFA kutuongoza. Kwa hatuigi wala hatutumii tu kanuni za FIFA kama zilivyo, tunazileta kwenye mazingira yetu. Kwa nini? Kwa sababu kule FIFA kuna mazingira yao, kuna hali zao, kuna utaratibu, kuna mambo, yani kuna circumstance ambayo saa nyingine inatofautiana na hali ya kwetu. Kwa kanuni za FIFA hazitufungi wala hazitubani sisi tukapuuza sera ya maendeleo ya michezo ya taifa ambayo ipo mpaka leo inatumika, au tukapuuza kanuni, au tukapuuza sheria ya baraza la michezo. Swali langu la mwisho, tumekuwa na mtiririko wa uongozi tangu enzi za FAT mpaka tumekuja TFF. Unaweza kuwa na kumbukumbu kwamba kiongozi kama Mzee Ndolanga alikaa madarakani kwa muda gani? Hapana, sijaweza kufuatilia hilo, kwa hiyo mpaka nifanye research nijiridhishe, alafu naweza nikajibu. Na Mzee Malinzi? Hapana, hao sijafanya hiyo research ndogo kuhusiana nao. Kwa sababu kama unasema vipindi hivyo vinataja miaka mitatu kwa maana ya miaka mitatu kwa misimu mingapi? Mitatu. Lakini hao wengine walienda miaka 4 kwa misimu miwili. Uone kwamba hili jambo si la leo na si la TFF ya Karia? Kwenye sheria tunasema two wrongs does not make one right. Kwa hivyo kama walifanya hivyo walikosea, lakini pengine hatukuwa na mtu wa kuweza kulalamika akiwa na ushahidi au akibezi malalamiko yake kwenye kanuni zinasema nini. Ndio maana unaona mimi nimekwenda